asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya kibali hiki ambacho anaendelea kutupatia ama kunipatia cha kuendelea kuiona siku mpya. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutenda mema katika maisha yangu. Pia nakushukuru sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia channel hii. Mungu akubariki sana. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nakuja kusema kichwa cha somo ambacho leo ninakuja na ujumbe unaosema ajenda ya shetani juu ya mtandao huu wa kijamii ambao unaitwa TikTok. Ajenda ya shetani juu ya mtandao huu wa kijamii unaoitwa TikTok. Kama wewe ni mtumiaji wa huu mtandao wa TikTok, hata mitandao mingine pia, unisikilize na mimi utanielewa. Unisikilize na mimi utanielewa, ukinisikiliza kwa makini utanielewa. Kama wewe ni mtumiaji wa mtandao huu wa kijamii ambao unaitwa TikTok, na mitandao mingine ya kijamii, nisikilize kwa makini na mimi utanielewa. Mungu alivyotuumba sisi huwa tuna asili ya kujifunza. Yaani mwanadamu kama Mungu alivyotuumba, tuna asili ya kujifunza kwa kusikia na kuona. Kwa hiyo hizi ni njia mbili ambazo Mungu ameziweka ndani ya mwanadamu. Ili mwanadamu aelewe kitu, ni lazima akione ama asikie. Kwa hiyo huo ndio mfumo ambao Mungu ametuumba nao. Kwamba kujifunza kwetu tunaweza kujifunza kwa kuona na kusikia. Nje ya kuona na kusikia hauwezi kujifunza. Unaposoma kitu, kwa mfano unachukua daftari ama unachukua kitabu, unaanza kusoma. Kile ni kitu ambacho unachokisoma, ni kitu ambacho ukikisoma tu kinaingia kwenye ubongo wako, bila unavyosoma. Na namna ya kuelewa mwanadamu, ili kwamba mwanadamu aelewe, hata unapomwambia kitu ambacho hajawahi kukiona, lazima umcholee labda picha ya kile kitu, kwa sababu sisi ufahamu wetu na Mungu alivyouumba, yani unahasia kuchukua kitu kama picha. Kwa mfano nikisema nini? Kwa mfano nikisema paka, ili kwamba umuelewe paka, umjue paka, lazima ile sura ya paka ije kwenye ufahamu, yani ile picha ya paka ije kwenye ufahamu. Kwa hiyo nikisema tu paka, automatically ile picha ya paka, kwa sababu ushawahi kumuona, inakuja kwenye ufahamu, inakuja kwa mfumo kwa mfumo wa picha. Kwa hiyo nikisema tu paka, unaelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari imeingia inaingia kwenye ufahamu kwa muundo kama wa picha. Kwa hiyo ili kama mtu anieleweshe kitu, bado sijaenda kwenye huu ni utangulizi kwanza, ili kwamba niende kwenye pointi ambayo imenileta kwako. Kwa hiyo ili kwamba mimi mtu anieleweshe ama nikueleweshe, kwa mfano unapokuwa darasani, ninaposema kwa mfano mlima wa Kilimanjaro, ili kwamba nielewe vizuri, ili kwamba hata mtu mwingine akiniambia mlima wa Kilimanjaro nielewe, lazima mwalimu anicholee basi hata picha, mfumo wa picha ule mlima wa Kilimanjaro. Ule mfumo wa picha akishauchora, akili yangu inanasa ile picha. Kwa hiyo mtu mwingine akija kuniambia habari za Kilimanjaro, kwa sababu tayari ndani yangu tayari nishaambiwa habari za mlima wa Kilimanjaro, na nimeshaona kwa mfumo wa picha mtu amenicholea. Kwa hiyo akisema tu ile picha ile picha ambayo iliingia mwanzo baada mpaka nifundisha, inakuja. Kwa hiyo mtu akisema tu Kilimanjaro, ile picha inakuja kwenye ufahamu. Kwa hiyo naelewa kwamba naelewa huyu anasema nini, na mlima wa Kilimanjaro namna ulivyo uko vipi, kwa sababu tayari nimeshaona. Nje ya hapo, mtu akisema mlima wa Kilimanjaro, kama sijawahi kuona ama sijawahi kusikia, inatakiwa sasa anifundishe. Asiponifundisha kwa mfumo wa picha ama kwa mfumo wa picha, asiponifundisha hapa kwa kunicholea ama hata kuniambia vipimo, kwamba mlima wa Kilimanjaro ni mrefu urefu wake ni
ni urefu aina gani, au ni urefu aina gani. Kwa hiyo akinitolea, akinipimia vipimo, kwa hiyo naweza kutengeneza mimi mwenyewe picha kulingana na vipimo ambavyo ameniambia. Kwa hiyo namna Mungu alivyotuumba, ametuumba kwani kujifunza kwetu ni kwa njia ya kusikia na kwa njia ya kuona. Nje ya hapo mwanadamu hawezi kujifunza. Na sasa shetani hilo analijua na Mungu alivyotuumba wanadamu wasidi wajifunze, ni lazima waone ama wasikie. Sasa ili kuteka ufahamu wa mwanadamu, kwa hiyo shetani na yeye anajua ili ateke ufahamu wa mwanadamu lazima atengeneze maudhui ambayo hayo maudhui ni mazuri kwa macho, lakini ndani yake yana madhara, lakini kwa macho ya nje, macho ya damu na nyama, yani unaona tu ni mazuri, lakini kwa nje yana madhara. Na hiki kitu ninachokuambia, mimi nimejitahidi sana ku download huu mtandao wa TikTok. Nimejitahidi ku download. Kila nikidownload naambiwa ndani yangu futa. Kila nikidownload ndani yangu naambiwa nini? Naambiwa futa. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo viko mle. Ambavyo aisee vinakuweka busy sana. Na moyo wako unajaa na vile vitu ambavyo unavyoviona. Kwa mfano kuna hizi challenge ambazo huwa zinatokea huko TikTok. Yaani sasa wewe unakuwa wewe vile unavyoona unaona tu, unaangalia tu kwamba imetoka. Hauoni kwamba kuona kwako ukishaona kwamba imetoka, hapana. Kile ni kitu ambacho kinaingia ndani ya ufahamu wako, kudhuru ufahamu wako. Kwa hiyo kama umeokoka, na bahati nzuri hapa mimi naongea na watu ambao wameokoka, naongea na watu ambao wameokoka, na watu ambao wanataka kusaimisha roho zao. Wewe kama wewe bado unatamani mambo ya dunia, hauwezi ukanielewa hata siku moja. Mimi hapa naongea na wale ambao wanatamani kuponya roho zao. Naongea na wale ambao kuponya roho zao. Kwa hiyo wewe unasania kwamba unaangalia tu kishaangalia imetoka. Hapana, hauangalia kwa imekuwa imetoka, kwa sababu tayari ufahamu wako umeushughulisha. Maandiko ya Mungu yanasema kwa kitabu cha Mathayo, Mathayo 12:34. Yesu anawauliza, enyi uzao wa nyoka, mwawezaje kusema mema mkiwa wabaya? Enyi uzao wa nyoka, mwawezaje kusema mema mkiwa wabaya? Kwa maana kinywa cha mtu hunena ya ujazao moyo wake. Kwa hiyo kinywa cha mtu hunena ya ujazao moyo wake. Tuanzie hapo. Kinywa cha mtu hunena ya ujazao moyo wako. Na moyo wako unajawa na vitu gani? Moyo wako unajawa na vitu gani? Moyo wako unajawa na vitu ambavyo unavyoviona na unavyovisikia. Kile ambacho unachokiona sana mara kwa mara, hicho ndicho ambacho kinaenda kuchukua nafasi kwenye moyo wako. Hicho ndicho ambacho kinaenda kuchukua nafasi kwenye moyo wako. Kwa hiyo utake usitake, lazima utakiishi tu. Kwa hiyo Mungu, ndio sababu Mungu amekuumba hivyo. Kile ambacho unachokiona mara kwa mara, hata kama ikiwa ni muziki ya kidunia, ile ambayo unaona mara kwa mara unaifuatilia, hivi ndio vinaenda kujaa ndani ya moyo wako. Ndio maana Yesu amesema kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Na kwenye 35 kwamba mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya, na mtu mwema katika akiba njema hutoa nini? Hutoa mema. Kwa hiyo yale ambayo unayoyaona ndio inaenda kuwa akiba ndani ya moyo wako. Kwa hiyo lazima kwa vyote vile utaishi tu, utaishi. Hili somo niwahi kufundisha kanisani, hili somo. Siku moja nikaenda sehemu na mpendwa mmoja. Ghafla hapa tumekaa tulikuwa tunakula. Ghafla ukaimba wimbo wa msanii wa kidunia. Yule mpendwa akatokea kuropoka. Yaani kuropoka ni kinakuja kama chafya. Kama chafya, anaanza kuimba ule wimbo. Yaani anaimba ule wimbo, baadaye akashtuka. Kwa hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu vile vitu anavyofuatilia kwa siri bila watu kujua. Yeye anavifuatilia kwa siri bila watu kujua. Asijue kwamba mfumo Mungu alivyotuumba, hauwezi ukaficha kitu. Kwa sababu gani? Yaani utakiropoka tu, hata utakisema tu hata kama ulikuwa utaki ukisema. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ndiye ametuumba hivyo. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. Wewe ambao unatumia mtandao wa TikTok, lazima uwe makini sana
Huyo shetani amejaza maudhui kweli kweli mengi, maudhui yani kwa macho ya kawaida ni mazuri. Yani hata kama wewe ukiwa na bando, ukiingia kule ukiwa na bando na kama bando hata 5,000 na kama vile haitoshi. Hata haitoshi sababu kuna vitu vizuri ambavyo ameviandaa kule. Na wewe usidhanie kwamba yeye ameviandaa tu yani kwa ajili ya kukufurahisha. Hapana, ndio hili andiko anatamani sasa ndani yako vijae vitu vya kidunia. Yani shetani ajenda zake anatamani yani anataka wanadamu waone dunia kwamba dunia ni nzuri, dunia ni nzuri. Kwa sababu habari za mbinguni wenyewe wawaze duniani hapa. Yani wawaze duniani. Kwa sababu ukiwaza habari za mbinguni ni automatically itaingia ndani yako kwamba sasa ili kwamba sasa niende mbinguni, niishi maisha mazuri, nifanyeje? Lazima umkwepe shetani. Na namna kumkwepa shetani ndio hivi kukwepa vitu ambavyo sio vizuri, ambavyo anavyovitengeneza kupitia mitandao ya kijamii. Hata mtandao huu ambao unapenda kufuatilia, huu mtandao nini? Huu mtandao hata mtandao huu wa YouTube ambayo unapenda kufuatilia. Lazima pia uwe na kiasi. Yaani usilewe na mtandao wa kijamii wote ule. Usilewe na mtandao wa kijamii wote ule. Hata Facebook lazima uwe na kiasi. Ukiingia angalia, chagua vitu vya kuangalia. Chagua vitu vya kuangalia. Sio pia kitu ukiangalia kwa sababu ukiangalia tu automatically tayari kinaingia kwenye ufahamu wako. Ile ni hazina ambayo inaingia ndani yako. Na kama hujui, kama uamini, fanya hivi au jaribu kukumbuka. Kuna wakati unaweza kusikiliza kwa mfano kama wimbo. Yaani una habari nao kabisa, sababu tunaishi mitaani. Mara nyingi utasikia kwa nyimbo watu wazisikiliza. Lakini ukikaa sehemu ukatulia, ule wimbo unaanza kurudia kwenye ufahamu wako. Yaani unaanza kuimba ndani yako. Kwa mtumishi wa Mungu ama kwa mtu wa Mungu, sikia nikwambie. Kwa mtumishi wa Mungu, kwa mtu wa Mungu, kile ambacho kinachorudi kwenye ufahamu wako, yani pale ni sawasawa na unapewa taarifa kwamba mkurugenzi ama mkuu, kuna kitu ambacho kimeingia huku ndani na ni hiki hapa, huu wimbo umeingia huku ndani, vipi? Uendelee kubaki huku ndani ama unatakiwa utoke? Ndio maana unarudiwa tena kwenye ufahamu wako ili kwamba uamue uondoke ama ubaki. Kama unataka ubaki, wewe nyamanza, useme kitu. Lakini kama unataka uondoke, anza kukemea ule wimbo, anza kukemea ndani kwa jina la Yesu, anza kukemea. Ule wimbo utaondoka ndani yako. Utaondoka ndani yako kwa sababu tayari umekemea. Lakini ukinyamaza, utakaa ndani yako, utatulia. Ni sawasawa na mbuzi. Mbuzi huwa na asili hii. Akienda na nadhani na ng'ombe sio na wanyama wengine. Akienda kulisha majani. Na nisemee mbuzi sababu mimi nimewahi kuchunga mbuzi. Nisemee mbuzi sababu nimesha kuchunga mbuzi. Akienda kulisha majani, unakuta wakati amelisha majani, lakini wakati ametulia, anaanza kubeua yale majani. Yani na ina maana kwamba alipokuwa nakula yalikuwa yasagika vizuri. Kwa hiyo pale anakuta akitulia sasa yale majani yanaanza kurudi, yanaanza ili kwamba aende kwenye mfuko wa chakula ili uwe msaada kwake. Kwa hiyo anaanza kubeua ili kwamba atafune ili kwamba yaende kumtengenezea kama ni damu, kama ni nini, ili kwamba awe na afya njema. Na wewe ndivyo ndivyo ulivyo. Mfano wa mbuzi anavyobeua kile ambacho amekula. Na wewe ndivyo hivyo, Mungu amekuumba kwa mfumo huo. Ndivyo pia Mungu ameniumba kwa mfumo huo. Kile ambacho nakisikia, yani kile ambacho nachokisikia, kwa hiyo nikikaa nikitulia, kinajirudia tena. Kwa hiyo nikinyamaza, ndio ile unakuta mtu anaropoka. Alikuwa hajatarajia ukisema, anasema kwa kuropoka, baadaye anashtuka. Hujasikia kwa watu ama kuona kama ni kwako ama kwa mtu mwingine. Unasikia wimbo nini? Wimbo jirani kwa jirani unaimbwa. Na wewe unaanza kuufuatisha kwenye kuimba. Ama hujawahi kwenye mawazo yako ukawa una wimbo mbona unaimba ndani yako. Ule wimbo unaimba ndani yako, ghafla ule wimbo unausikia kwa mtu mwingine anaupiga. Unaanza kujiuliza sasa, mbona umeanza ni kuimba ndani? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inabidi uvielewe. Angalia sana hii mitandao ya kijamii. Iangalie sana mitandao ya kijamii. Kwa hiyo fuatilia vile ambavyo vinaweza kuwa na msaada kwenye roho yako. Kila ambacho kina msaada kwenye roho yako, usikifuatilie, achana kabisa. Achana navyo. Vile ambavyo havina msaada kwenye maisha yako.
achana navyo, usifuatilie, havina msaada kwenye safari yako kwenda mbinguni, achana navyo. Kwa ukiingia YouTube, kitu gani cha kwanza unaenda kuangalia? Unaenda kuangalia udaku ama unaenda kuangalia mahubiri? Lazima uangalie. Mimi nasema YouTube sababu YouTube iko vizuri kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza kuchagua kuangalia, unataka kuangalia nini? Unaweza kuangalia. Lakini kwenye TikTok ni tofauti. Hata kile ambacho unapenda kuangalia, ukiwa ni tu unapandisha yani unaona hata vitu ambavyo hutaki kuviona unaviona. Facebook pia ndio hivyo pia. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Naenda kutakia amani ya Bwana. Mungu aendelee kuwa jibu la shida yako. Najua Mungu anaona shida ambayo unaipitia. Na Mungu ni mwema, anaiona shida yako, atakusaidia. Mungu ni mwema. Wewe usiache tu kumtegemea Mungu. Endelea kumtegemea Mungu juu ya shida yako. Na Mungu ni jibu la kila hitaji mtoto wake ama mtu wake anapomuomba. Mungu huwa anajibu. Kwa hiyo kwa siku ya leo nitaishia hapa. Siku nyingine tena, Mungu akinipa kibali, nitakuja tena mbele zako na kuendelea kusema yale ambayo Mungu anataka uyasikie, na nitaendelea kusema kwa neema ya Bwana. Mungu akubariki sana. Shalom.